Mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, tunalitukuza jina lako, tunalibariki jina lako takatifu. Jina lako lina nguvu, jina lako linaweza kutenda mambo makubwa mno. Jina lako linasadikisha, jina lako linaaminisha, jina lako linaponya, jina lako linainua, jina lako linatakasa, jina lako linabariki. Asante kwa kututakasa, asante kwa kutubariki, asante kwa kutuinua, asante kwa kutupa imani kama chembe ya haradali na kuhamisha milima kwa jina lako. Mapepo yanahama, mapepo yanakimbia, mamlaka za giza zinatii. Kwa jina lako tunatenda makuu. Ninatukuza jina lako asubuhi ya leo kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Tunalileta taifa la Tanzania ambalo liko kwenye kipindi kigumu. Ingawa watu wanadhani kwamba ni kawaida, sio kawaida. Sio kawaida, maana ulisema wasemapo amani amani ndipo uharibifu wajiliapo. Baba, tunaiombea Tanzania amani, tunaifunika kwa ulinzi wa mbawa zako, na tukisii malaika wako wa vita wakapate kututetea kwenye mipaka na kwenye anga la Tanzania. Baba, bariki kazi yako inayoendelea katika taifa letu ya kuokoa watu, ya kufufua wafu, ya kutakasa wakoma, ya kufungua waliofungwa. Baba, ninaomba taifa letu lisiingie katika hali ya machafuko, taifa letu lisiingie katika hali ya vita, taifa letu ukaliatamie ili vizazi vyetu viendelee kuwepo, watu wazidi kuzaliana na kuongezeka kama neno lako linavyosema. Wengine waendelee na kazi zao, wakulima wakaendelee kulima, wafugaji wakaendelee kufuga, na walioajiriwa waendelee kutenda kazi zao, wanafunzi wakasome madarasani na walimu wao wakawe na amani ya kuwafundisha. Ninaomba ulinzi katika anga, ulinzi katika maji, ulinzi katika mipaka ya nchi, ulinzi katika nyika, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mwambie jirani yako, ruhusu mawazo ya Mungu ya kuongoze. Mwambie jirani yako tena, ruhusu mawazo ya Mungu ya kuongoze. Usiongozwe na mawazo yako, wala usiongozwe na akili yako. Mwambie hivyo hivyo. Unajua sisi wanadamu au binadamu tunakuwa na matashi, matakwa, na pia tuna matamanio kufika mahali fulani. Tuna matamanio ya kutimiza ndoto fulani. Tuna matamanio ya kufanya mipango yetu ikamilike. Lakini neno la Mungu linasema akili za Mungu hazichunguziki. Mungu anaweza akaruhusu lolote chochote kwa wakati wowote. Sasa inategemea wewe unamwamini au muamini. Je, una ulinzi wa kimungu au unajilinda mwenyewe? Vyovyote itakavyokuwa, ruhusu mawazo ya Mungu ya kuongoze. Sema, na ruhusu mawazo ya Mungu yaniongoze. Mwambie jirani yako, ruhusu mawazo ya Mungu ya kuongoze. Amesemaje? Tusome Isaya 40 mstari wa 12 tutaruka. Isaya 40 mstari wa 12, baadaye tutaruka. Ni nani aliyepima maji kwa konzi ya mkono wake na kuzikadiri mbingu kwa shubiri na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi na kuipima milima kwa uzani na vilima kama vya mizani? Ni nani aliyemuongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake?
alifanya shauri na nani, ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu na kumfunza maarifa na kumuonyesha njia ya fahamu? Tazama, mataifa ni kama tone la maji katika ndoo, huhesabiwa kuwa kama mavumbi membamba katika mizani. Tazama, yeye uvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo sana. Twende mstari wa 21. Je, hamkujua? Hamkusikia? Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Yeye ndiye aliyeketi juu ya duara ya dunia, na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi. Yeye ndiye azitandaye mbingu kama pazia na kuzikunjua kama hema ya kukaliwa. Ndiye awatanguaye wakuu na kuwabatilisha waamuzi wa dunia. Naam, hawakupandwa, hawakutiwa katika ardhi kama mbegu. Naam, shina lao halikutia mizizi katika ardhi. Tena awapuuzia tu, wakanyauka. Upepo wa kisulisuli wawaondoa kama mabua makavu. Mtanifananisha na nani hao, nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye mtakatifu. Inueni macho yenu juu mkaone, ni nani aliyeziumba hizi, aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, kwa uweza wake. Kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana mmoja asiyokuwapo mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anajisema kwamba hakuna mwingine anayeweza kufananishwa. Yeye ndiye anawaweka kwenye viti vya enzi, na yeye ndiye anayebatilisha waamuzi wote walioko duniani. Mungu anaweza akafanya jambo lolote, hata kama haujui, hautaki. Mungu anaweza kufanya, na ndio maana akili zake hazichunguziki. Wakati wewe una mipango yako na malengo yako, Mungu anaweza akafanya kinyume cha yale uliyotarajia. Sio rahisi kuyatii mapenzi ya Mungu au kuyakubali mapenzi ya Mungu. Yanaweza akasababisha hali ya kuumiza, hali ya msiba, hali ya vilio, hali yoyote inaweza kukuchanganya kwenye maisha yako. Lakini tii mapenzi ya Mungu, mawazo ya Mungu ya kuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Najua mwezi kushangilia kwa sababu hapa ninazungumza kitu kichungu sana. Nini kichungu sana? Kwa hivyo mwanadamu anakuwa na malengo yake, mipango yake, na Mungu anakuwa na mipango yake na malengo. Ndio maana kuna mahali Yesu akasema mapenzi yako yatimie. Na sisi tunatakiwa kuyaruhusu mapenzi ya Mungu, yani mawazo yake Mungu yatuongoze. Kila mara sikiliza sauti ya Mungu inakuongozaje. Ndio maana tumepewa masikio ya rohoni ili kusikia sauti ya Mungu vizuri, ili tutakapokuja kukutana na mambo magumu au mazito kwenye maisha yetu, tusije tukakata tamaa au tukachoka, kwa sababu tulishasikia na Mungu alishatupa taarifa au habari kwamba jambo hili linaenda kutokea.
Mimi mara nyingi siamini sana unabii wa watu wanaoutoa. Mimi naamini neno la Mungu linataka nini kwa sasa, na Mungu anasema nini juu ya taifa lako, na Mungu anasema nini juu ya kanisa lako. Kwa hiyo neno la Mungu ndio linalotuongoza. Kama yeye anasema yeye ndiye alistanda dunia na akaweka mavumbi, akaweka kwenye pishi na akawaweka watu waishi juu ya dunia, yeye ndiye anaweza kubadilisha majira na nyakati. Yeye ndiye anaweza akabadilisha kila jambo, mifumo ya maisha, mifumo ya siasa, mifumo ya watawala, mifumo yote duniani Mungu ndiye anayeiongoza. Kwa tumwangalie huyu Mungu ambaye amesema atatufanyia wepesi katika kipindi kigumu tunachokipitia. Usije ukayumbishwa na mazingira yoyote utakayoingia au hali yoyote utakayokutana nayo, kwa sababu hicho kipindi Mungu amekiruhusu tukipitie. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, anasema tazama na yajua mawazo ninayowazia ninyi, ni mawazo ya amani wala si mabaya. Kwa lugha ya Kiingereza anasema not to harm you but to prosper you, kukufanikisha. Kila jambo ambalo unalipitia lina lengo la kukuvusha, kukupeleka kwenye hatua nyingine bora zaidi, sio hapo ulipo. Pengine unaweza ukaona wewe uko sawa sawa, lakini Mungu anaruhusu jambo gumu sana ambalo linaweza likakuletea fadhaa kwenye moyo wako. Lakini kusudi la Mungu to prosper you, not to harm you, si kwa ajili ya kuleta taharuki kwenye moyo wako. Leo anza kusikia sauti ya Mungu inayosema juu ya mawazo yake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo Mungu atalifanya linaweza likakufikisha mahali mpaka ukaanza kuchanganyikiwa, ukadhani sio Mungu kumbe ni Mungu. Na mara nyingine watu wengi wanapenda kukemea shetani, wakati huo wanapokemea kumbe Mungu ameruhusu mapenzi yake. Kwa hiyo usianze kukemea jambo ambalo Mungu ni mapenzi yake ili liweze kukuvusha, kukupeleka kwenye hatua nyingine. Kuna watu wanaenda kupanda viwango vikubwa kwa sababu wamevumilia katika mazingira yote walioyapitia. Mimi nimejifunza kuwa imara kwenye kipindi kigumu. Kuwa imara, mwambie jirani yako, kuwa imara kwenye vipindi vigumu. Kuwa imara kwenye vipindi vigumu. Usije ukalegezwa au kalegea. Kuwa imara, be bold, kuwa jasiri, usije ukalegezwa na hali yoyote utakayokutana nayo. Na huu nabii na utoa kwa mtu mmoja ambaye anaenda kukutana na mambo magumu sana kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu anayajua mawazo anayeniwazia mimi. Ni mawazo ya amani, sio mawazo mabaya, ili kuniimarisha, kunipa tumaini katika siku zangu za mwisho. Siku za mwisho ni pale ambapo umekutana na changamoto ngumu kwenye maisha yako. Kama mimi hapa nakabiliana na mambo magumu sana kwa ajili ya kazi hii, na inahitaji nisimame mimi pamoja na Mungu ili kuniwezesha kufika pale ambapo Mungu anataka tufike. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo wana wa Mungu, tuwe imara sasa, kwa sababu Mungu anatuwazia mawazo ya amani wala si mabaya. Kuna mahali anasema upitapo katika bonde la uvuli wa mauti usiogope. Tunapita kwenye kipindi ambacho kinahitaji kusikia na usikivu wa hali ya juu sana. Unakuta watu wengine wanashinda wanacheka tu. Usikae unacheka kwa sababu huwezi kusikia sauti ya Mungu. Unahitaji kufikiri na kutulia, usikie sauti ya Mungu. Unahitaji usikivu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuletea ujumbe huu tarehe ya leo, tarehe 19. Bado siku 11 tumalize mwezi. Sawa sawa. Lakini lolote linaweza likatokea. Lolote linaweza, ili mradi umeshaambiwa kwamba uwe imara. Mungu anakuwazia mawazo ya amani. Likija sauti hii ya kuwa imara itasema, ili usije ukayumbishwa, ili usije ukalegea, na ukilegea unaishiwa nguvu. Biblia inasema
Mtu azimiapo wakati wa taabu kwa sababu ya nguvu zake ni chache. Leo Mungu akuongeze nguvu ili uimarike, akufanyie wepesi katika mazingira yoyote utayokutana nayo kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akili za Mungu hazichunguziki. Mwambie jirani yako, akili za Mungu hazichunguziki. Kuna watu hapa walitamani waolewe na watu wa aina fulani, lakini ikagoma. Kuna wengine walitamani waoe wanawake wa aina fulani, ikagoma. Kuna wengine walitamani wasome mpaka wafike vyuo vikuu, ikagoma. Kuna wengine walitamani wawe maaskari, ikagoma. Wengine walitamani wawe maafisa wa kibenki, wa kibiashara na kadhalika, ikagoma. Wengine walitamani kuwa viongozi wa kisiasa, ikagoma. Ikigoma, Mungu anajua kwamba imegoma. Yeye anajua mawazo anayokuwazia, sio mawazo yako. Sisi tunakuwa na mawazo yetu ambayo yana mipaka, yana ukomo, lakini Mungu anatuwazia mawazo ya mbali sana na anaona. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria wewe ulikopita. Wengine walifeli darasa la 7 wakaishia hapo. Wengine walifika form 4 wakaishia hapo. Wengine walifika form 6 wakaishia hapo. Wengine wakaenda vyuo vikuu wakaishia hapo. Na kuna wanafunzi ambao wamemaliza vyuo vikuu hawajarudi makwao. Na wauliza, kwa nini hamtaki kurudi makwao? Anasema, mimi siwezi kurudi nyumbani. Unafanya nini? Anasema, basi tu. Ngoja nikuambie, kusoma sio kufanikiwa. Mwambie jirani yako, kwenda chuo kikuu sio kufanikiwa. Kusoma sio kufanikiwa. Kuishia darasa la 7 sio mwisho wa maisha, au sio mwisho wa mafanikio. Kufeli shule sio kufeli maisha. Wako watu ambao wameishia katikati, lakini maisha yao ni mazuri na wameajiri wasomi. Kwa usije ukakata tamaa katika hatua uliofikia, lakini katika magumu unayofikia kuna Mungu anataka kukuimarisha zaidi ili ufike kwenye viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine anaweza akadhani kuzaliwa kwenye ukoo maskini ndio mwisho. Kuzaliwa kwenye familia maskini sio kigezo cha wewe kutokufanikiwa. Mwambie hivyo jirani yako. Kuzaliwa kwenye ukoo maskini sio kigezo cha kutokufanikiwa. Mwambie hivyo hivyo. Mwambie hivyo hivyo. Mwambie kufeli mtihani sio kufeli maisha. Mwambie hivyo hivyo. Kuanguka mtaji sio mwisho wa maisha. Bado Mungu anaweza akakufanyia njia nyingine. Juzi tuliomba Mungu atufanyie njia mahali pasipokuwa na njia. Kuna watu hapa Mungu atawafanyia njia mahali pasipokuwa na njia. Wengine watapita jangwani, watafika wanakokwenda. Kuna wengine watapita majini, watafika wanakokwenda. Kuna wengine watapita nyikani, watafika wanakokwenda. Kuna wengine watapita juu, watafika wanakokwenda. Kuna njia nyingi za Mungu kukufikisha kule unakotakiwa kuwa. Na leo Mungu atakisha mahali ambako anataka uwe, sio wewe unakotaka uwe. Wengi tumetaka kufanya vitu fulani tufike mahali, kumbe sio njia za Mungu wala sio mawazo ya Mungu. Tumekwama. Kukwama maana yake Mungu anataka akupe kilicho chema zaidi. Hakupi kile unachotaka. Wengi tunataka vitu tunavyovitaka, lakini hatufiki kwenye lengo au kusudi la vile tunavyovitaka. Kwa hiyo Mungu anataka kuimarisha. Kuchelewa sio kutokufika. Unaweza ukachelewa lakini ukafika salama. Kuna wengine waliowahi lakini hawakufika salama. Mwambie jirani yako, uimarike sasa. Uwe imara sasa. Kwa mazingira yoyote unayoyapitia sasa yana lengo la kutimiza mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako.
Kuna watu ambao wameachika au wameachwa, na wanaweza akajilaumu, kwa nini niliamua kuolewa? Kwa nini niliamua kuoa? Hapana. Kuna jambo Mungu anataka akufundishe, kwamba pengine yule hakuwa wa kwako, yuko wa kwako mzuri zaidi, ambaye atakuja kukupa furaha zaidi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa kabisa. Kuna wengine wamepoteza mali zao. Kuna wengine wamepoteza wenzi wao. Kuna wengine wamepoteza vitu vyao. Lakini Mungu hakutaka vitu hivyo uwe navyo. Hao wenzi uwe nao, hao marafiki uwe nao. Lakini Mungu ana jambo moja, anakuwazia mawazo ya amani, ili akupe siku ya mwisho, siku zenu za mwisho, tumaini, to prosper you, kukufanikisha kwenye malengo yake. Mungu ana malengo yake, Mungu ana kusudi lake, Mungu ana mapenzi yake, sio mapenzi yetu. Mungu ana makusudi yake. Mwambie jirani yako, Mungu ana makusudi, sio makusudi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Utavuka hauvuki. Unavukaje? Unavushwa. Sema nitavushwa. Unasema navuka. Biblia inasema tusiseme kesho tutaonana. Sema Mungu akipe. Hamjasoma Biblia nyie. Sema Mungu akifanyaje? Kwa sababu hapa katikati kuna mapenzi ya nani? Na pia kuna mawazo ya Mungu, sio mawazo yetu. Kuna wengine hapa tulipanga kusafiri, lakini hatujasafiri. Kuna wengine tulipanga kufanya mambo fulani, kujenga, kulima, kufanya biashara fulani, hatukufanikiwa. Kwa nini? Mungu aliruhusu usifanikiwe kwenye hicho unachokiwaza wewe. Anataka kila anachowaza yeye. Kuna msemo wa Kiswahili unasema, mtoto akililia wembe mpe. Mungu anaga hiyo. Mungu hawezi kukupa wembe. Mungu anakupa mazuri. Kwa sababu wembe utamkata mtoto, ataanza kulia, wewe ndio utaanza kumuuguza. Mungu hawezi kukupa kitu kibaya, na wala hawezi kukupa mateso. Anaruhusu jambo fulani ili liweze kutimiza kusudi lake au mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie, njia za Mungu hazichunguziki. Akili za Mungu hazichunguziki. Mawazo ya Mungu hayachunguziki. Leo relax, mwambie Mungu, tenda mapenzi yako. Fanya unavyotaka Mungu. Mimi ni kiumbe dhaifu. Sisi ni viumbe dhaifu mbele za Mungu. Tena tunaonekana kama mavumbi yasiyokuwa na faida. Lakini yeye Mungu anajua thamani ya kutuumba na kutuweka duniani. Na ndio maana hata akiruhusu jambo, anasema nimekuacha kwa kitambo, nitakurudia. Mungu leo akurudie, afanye jambo jipya, akukumbuke. Sikiliza wana wa Mungu, mimi ninamuogopa sana Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo mimi nilikuwa navifanya kwa akili zangu. Napanga hiki, napanga kile. Hata wakati ule ninahama, nilikuwa na mikakati kabisa kwamba sitarudi mimi kijijini. Nilipanga hivyo. Maana nilipata shida katika utoto wangu. Manake nimelelewa kwa njia ambayo si ya kawaida. Mama yuko kule, baba yuko kule. Unachungishwa ng'ombe, unazoa mbolea kwenye mazizi ya ng'ombe, unachunga ng'ombe, unawanywesha, unawapeleka josho, lakini maziwa unywi, na wakichinja wanakupa utumbo. Kwa nikaona maisha ya kijijini, sihitaji tena kurudi kijijini. Na nyie mnasema mtarudi tena kijijini. Mungu atakupeleka tena. Mungu atakurudisha wapi? Sio kwenda kuishi, ila kupeleka ushuhuda wa Mungu aliyekubadilisha kutoka kwenye kuchunga, kutoka kwenye mazingira yale watu walikuwa wanakudhiaki, wanakudharau, wanakutumia vibaya. Mungu anataka kuonyesha sasa, huyu mtu nimemchipusha upya, amekuwa kiumbe kingine. Huyu tena sio yule ambaye mlikuwa mnamdhiaki, mnamdharau. Sasa amebadilika, amekuwa mjoli wangu. Tumwa asiyekuwa na faida, lakini una faida mbele za Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Maisha uliyoishi usiyakumbuke wala usitafakari yale mateso. Tunakumbuka kidogo kama historia, ili ninyi na nyie mnapopita huko msije mkasema yatosha, sasa tutakuwa na maisha tena. Kuna maisha mengine zaidi ya yale uliyoyaishi. Kuna maisha mengine zaidi ya hayo unayoyapitia. Kuna maisha mengine zaidi ya yale uliyokutana nayo. Kuna zaidi ya watu ambao ulikutana nao, Mungu atakupa wengine. Una mipango yako, Mungu ana mipango yake. Una mawazo yako, Mungu ana mawazo. Una njia zako, Mungu ana njia. Hebu ruhusu mapenzi ya Mungu leo. Mwambie Mungu, fanya ufanyavyo. Tenda mapenzi yako leo juu ya nchi yangu Tanzania. Tenda mapenzi yako kwa ajili ya kanisa lako. Tenda mapenzi yako kwa ajili ya taifa langu. Tenda mapenzi yako kwa ajili ya familia yangu. Mwambie Mungu atende. Hamtaki? Haya, kama hamtaki Mungu atafanya. Alafu ukiumia usije ukanilalamikia. Mwambie Mungu, tenda mapenzi yako. Na yajua mawazo unaniwazia mimi. Mwambie Mungu, najua mawazo unaniwazia mimi, kama unavyojua kwamba unaniwazia mawazo mazuri, mawazo ya amani. Leo Mungu aongoze mawazo yako, usijiongoze wewe. Kuna watu wengi wanapokutana na hali ngumu ya maisha wanadhani ndio mwisho. Kuna wengine wakifanikiwa hawamuhitaji Mungu. Wanaona mafanikio yametosha, hawahitaji tena kwenda nyumbani mwa Mungu kutoa shukurani. Wanadhani wamefika. Ndugu, hujafika bado. Mwambie jirani yako, bado hujafika. Mwambie bado hujafika. Safari bado ndefu. Unamhitaji Mungu akuongoze. Mtu mwingine akipata madaraka anadhani yeye ni mwisho wa kila kitu. Kuna siku atarudi uraiani. Ndio maana huwa tunawapaga muda. Kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo Mungu amewakusanya, amewaleta. Baadaye anawatoa wapelekwe matekani, wapelekwe utumwani. Unaona Mungu alivyo? Anawawazia mawazo mazuri au mema, lakini baada ataruhusu changamoto wazipitie, wachukuliwe mateka, waende utumwani, wawe watumwa wa watu, watumikishwe. Baadaye atawarudia, baadaye atawaokoa, baadaye atawarudisha kwenye nchi yao. Huyo ndio Mungu anayeweza kutenda mambo ya ajabu. Ndio maana akili zake hazichunguziki. Mungu anaweza. Kuna wengine hapa hawajui walikujaje Kahama. Ni kweli sio kweli? Wengine walitoka kama wakimbizi. Juzi hapa nilipokea binti hapa. Alisimama hapa. Aliponiona akaanza kulia. Nikamuuliza nini? Akasema mimi mama amenifukuza,
baba amenifukuza. Nikamwambia umekujaje Kahama? Hajui kaja aje Kahama. Kwa hiyo mashtaka amekuja kuwashtaki wazazi wake waliomfukuza hapa. Lakini Mungu atampa njia nyingine, maisha mengine, mpaka atakubalika kwenye familia yake. Unajua Mungu wakati mwingine anaweza akatumia hata wazazi. Mungu anaweza akatumia mtu yeyote unayemwamini akakupitisha kwenye shida mpaka ukajuta kwa nini alinizaa huyu. Kumbe Mungu ana mawazo mazuri. Uende kule ukasome, uende kule ukafuzu, ukamalize vidato. Halo. Wengine hamjafika vidato. Sasa mnapopitishwa ndio shule, kidato kile cha serikali ukusoma. Sasa kuna kidato cha Mungu. Kuna vidato vya nani? Kuna vyuo vikuu vya Mungu. Lazima upite. Kuwa imara. Mwambie jirani yako kuwa imara. Utamaliza tu. Utamaliza madarasa. Utamaliza vidato. Utamaliza chuo kikuu. Utamaliza. Kwa sababu anakuwazia mawazo ya amani. Anajua. Nimekuambia kuna wengine wamekuja Kahama, hawajui walikujaje. Wengine waliletwa na mama zao, leo hawapo. Wengine waliletwa na baba zao, leo hawapo. Wengine walikuja kusalimia, mpaka leo hawajawahi kurudi walikotoka. Njia za Mungu sio kama njia zako. Mawazo ya Mungu sio kama mawazo yako. Hebu kuwa imara. Yaruhusu mapenzi ya Mungu yaliyokuweka hapa Kahama, yaliyokuweka Kigoma, yaliyokuweka Tabora, yaliyokuweka Kagera, yaliyokuweka Dar es Salaam, yaliyokuweka Moshi, yaliyokuweka Arusha, kokote kule. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikiliza sauti ya Mungu inasemaje kuhusu wewe. Sema kuhusu mimi. Upo hapa unafanyaje? Sauti ya Mungu inakusemeshaje juu ya mawazo yako ulionayo juu ya maisha yako? Kuna watu wengine wana mawazo hapa, wana mipango. Nataka nifanye biashara. Je, Mungu amesema ufanye biashara? Nauliza swali. Wewe Mungu amekwambia uwe mfanya biashara? Muulize jirani yako. Hivi Mungu amekwambia utakuwa mfanya biashara? Hivi wote tunaweza kuwa wafanya biashara? Kuna wengine wanatajirika kwa kazi nyingine, sio biashara. Wengine wanalima tu, wanauza mazao. Wengine wanafua nguo za watu. Wengine ni wachunga ng'ombe kwenye nyumba za watu. Wengine wanaendesha matoroli ya punda. Hivi unafikiri wale wamekosa nini? Wanaochunga ng'ombe za watu. Bwana Yesu asifiwe. Nakuuliza wewe, hao wanaendesha bodaboda hawaendi hata kanisani. Wanadhani wakiendesha bodaboda ndio maisha yao watapata maisha hapo. Kumbe bodaboda ni sehemu tu ya safari, ya kwenda kwenye safari nyingine. Usijiite mimi bodaboda, mimi ni bodaboda msafirishaji wa raia. Wewe, hiyo sio kazi ambayo Mungu amekupa. Hiyo ni nafasi tu. Ni hatua moja tu. Unasema mimi ni mwanamke, nimeolewa, nimekuja kuzaa. Unajuaje? Ruhusu mawazo ya Mungu ya kuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa anaendesha maroli hayo. Anatoka Dar, anaenda mpakani. Alipata wazo aanze kuwa ananunua kuku.